tena hakuwa anafungua, nikaamua kumpigia simu. Na the time nilikuwa nampigia simu nasikia inalia kwa sitting na hakuna mtu anachukua. Nikaamua kuangalia kwa dirisha kama hako kwa sitting. Hapo ndio niliona wakati nilifungua dirisha kuondoa curtain, nikakuta kuna mtu amelala hapo chini. Then na kuna harufu fulani ilikuwa inatoka kwa hiyo nyumba. Then kuna inzi zilikuwa kwa hiyo mwili. Mwaka wa 2019 Kenya ilishtushwa na habari zisizotarajiwa. Daktari bingwa wa uuguzi, msomi mwenye shahada ya juu na mama wa mtoto mmoja, Hannah Inyama, alikamatwa na maafisa wa usalama. Lakini kwa nini? Sababu ilikuwa ya kutamausha. Kifo cha mtoto wake wa pekee, Emmanuel Solomon Inyama, mwenye umri wa miaka 13. Swali kubwa likaibuka. Inawezekanaje mama msomi mwenye hadhi kubwa kitaaluma angegeuka mtuhumiwa katika kifo cha damu yake ya moyo? Pahali hata sijui ni vitu zote za kwake zilikuwa nzuri, maana haniambii, hakuna story, ikakuwa sasa imekuwa hivi. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shaban Yusuf. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushiriki makala hizi ili kuungana na maelfu ya wanaojenga jamii hii. Hannah alizaliwa tarehe 28 Aprili mwaka wa 1978 jijini Nairobi, kutoka familia ya kawaida ya kiwango cha kati. Wazazi wake walimsukuma kusaka elimu bora, na kweli hakuwavunja moyo. Alihitimu KCSE mwaka wa 1995 huko Parklands Area Girls High School kwa alama ya B+, kabla ya kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi, akihitimu shahada ya kwanza ya nursing mwaka wa 2001. Hakusimamia hapo. Mwaka wa 2006 alikamilisha Masters of Science in Nursing katika kitengo cha Critical Care. Baadaye akaendelea kusomea PhD katika Post Resuscitation Care of the Critical Ill. Zaidi ya kuwa mama wa pekee wa mtoto wake Emmanuel, Hannah alikuwa msomi anayeheshimika, akifundisha katika vyuo vikuu vingi vya Kenya ikiwemo Kenyatta University, Moi University, Masinde Muliro University na Great Lakes University of Kisumu. Kwa wengi alikuwa kioo cha mfano. Kwa jirani alikuwa mcheshi na mchangamfu. Kwa mwanawe Emmanuel alikuwa kila kitu. Lakini ghafla maisha yakageuka. Mwezi Februari mwaka wa 2019, Emmanuel aliacha kwenda shule. Hakutoka nje, hakusikika tena akicheza na watoto wa jirani. Kwa miezi 8 mfululizo alifungiwa ndani ya nyumba. Walimu wa homeschooling pekee ndio waliokuwa wakimwona. Majirani wakashuhudia mabadiliko makubwa kwa familia hii. Nguo za mtoto hazikuoshwa, Hannah hakutoka ndani ya nyumba, na sauti ya maombi na nyimbo za kidini zikachukua nafasi ya furaha ya familia hii. Kwa familia yake alionekana kubadilika, akitenga kila mtu na kuzungumza tu kuhusu dini na mwisho wa dunia. Kisha ghafla maisha yakageuka jinamizi. Kifo cha Emmanuel, mtoto aliyekuwa akitarajia kufanya mtihani wa KCPE mwaka huo. Kwa kusikitisha, wakati huu maisha ya Hannah yalikuwa yakizidi kusombwa na mawimbi ya changamoto. Kodi ya nyumba aliyokuwa akiishi na mwanawe haikuwa imelipwa kwa muda wa miezi 2, na deni lilikuwa limepanda kufikia shilingi 40,000. Jioni ya Jumatano tarehe 23 Oktoba mwaka 2019, Simon Mwangi, msimamizi wa jengo hilo, alifika kwa lengo la kudai malimbikizi ya kodi.
Mara kadhaa alikuwa amejitokeza akabisha hodi, lakini hakupata majibu. Safari hii aliamua kupiga simu ya Hannah, ikaita ndani ya nyumba, ikathibitisha uwepo wake, ila hakufungua mlango. Simon aliposogea hadi dirishani kutazama, macho yake yakakutana na taswira ya kutisha. Kitu kilichofanana na mwili kikiwa kimefunikwa kwa blanketi sebuleni. Harufu nzito ya uvundo na nzi waliokuwa wakizunguka waliamsha hofu yake mara moja. Bila kuchelewa, alipiga simu hadi polisi. Maafisa wa usalama walipofika, mlango ulivunjwa, ndipo siri nzito ikafichuka. Emmanuel, mtoto wa miaka 13, alikuwa amefariki, mwili wake ukiwa umelala kwenye sofa, umefunikwa kwa blanketi na Biblia ikiwekwa karibu naye. Kule jikoni, Hannah mwenyewe alipatikana akiwa amekaa sakafuni akilia, akiomba na kumtukuza Mungu, huku akijuta na kutubu. Kwa harufu na hali ya mwili, ilikadiriwa kwamba Emmanuel alikuwa amefariki takriban siku 10 zilizopita. Hannah aliwaeleza polisi kwamba hakumpeleka mwanawe hospitalini kwa sababu hakuwa na imani na huduma za polisi. Badala yake, aliamini mwanawe alikuwa amevamiwa na mapepo na kwamba kwa maombi angefufuka na kuamka. Siku iliyofuata, Alhamisi tarehe 24 Oktoba mwaka wa 2019, mwili wa Emmanuel ulifanyiwa uchunguzi wa maiti na daktari wa serikali Peter Ndengwa. Matokeo yalibainisha kuwa hakuna alama za kushambuliwa. Badala yake, Emmanuel alikuwa dhaifu kiafya, mwili wake ukiwa umepungua uzito kwa kiwango cha hatari, akipima kilo 10 pekee, huku akisumbuliwa na vidonda vya tumbo, yani stomach ulcers, vilivyosababisha kutokwa na damu nyingi sana kwa ndani. Sababu kuu ya kifo chake ilihusishwa na msongo wa mawazo na kushindwa kupata matibabu ya haraka. Ripoti hii ilipingana na simulizi la Hannah aliyodai mwanawe alifariki ghafla baada ya kuanguka sakafuni, lakini ukweli wa kitabibu ulionyesha kifo hicho kilitokana na ugonjwa uliopuuzwa. Tarehe 6 Novemba mwaka wa 2019, Hannah alifikishwa kotini. Mpelelezi mkuu alieleza mahakamani kuwa Hannah hakuwa na uwezo wa kusimama kizimbani kutokana na matatizo ya afya ya akili yake. Madaktari wa akili walithibitisha hali hiyo na kupendekeza apatiwe tiba maalum badala ya mchakato wa kawaida wa kesi. Hakimu mkuu Esther Nyaga aliamua kumwachia chini ya uangalizi wa wazazi wake, huku akitakiwa kuripoti polisi kila Ijumaa. Kwa mujibu wa sheria, iwapo kesi hiyo ingesikilizwa kikamilifu, angeweza kushtakiwa kwa kosa la utelekezaji wa mtoto kwa kushindwa kumpeleka hospitalini kupata matibabu ya dharura. Visa vya aina hii havikuwa vipya nchini Kenya. Katika historia ya mahakama za Kenya, kuna wazazi waliowahi kuhukumiwa kwa misingi sawa, kama kesi ya Johnson Njoroge mwaka wa 2012, aliyefungwa kwa miaka 2 gerezani baada ya kukataa kumpeleka mtoto wake hospitalini kutokana na imani kali za kidini. Baada ya kuachiliwa tarehe 6 Novemba mwaka wa 2019, hatma ya Hannah haikuwahi kusikika tena rasmi. Haijulikani alipo sasa, ila kinachojulikana ni kwamba alikuwa chini ya uangalizi wa familia yake na huenda akiendelea kupata matibabu ya afya ya akili. Lakini swali linabaki hewani. Kwa nini Hannah aliendelea kuweka mwili wa mwanawe ndani ya nyumba kwa takriban wiki 2?
Jibu alilotoa lilikuwa la kushangaza. Aliamini mtoto wake alikuwa amegubikwa na majini na kwamba kwa maombi yake pamoja na washirika wa kanisa lake, Emmanuel angefufuka. Na hapo ndipo jinai hili linapozua swali kubwa zaidi. Je, inawezekanaje daktari msomi wa kiwango cha juu mwenye shahada ya PhD katika uuguzi kuingia katika mtego wa itikadi za kidini kiasi cha kuacha matibabu ya kisayansi na kumwachia mtoto wake mikononi mwa maombi pekee? Nadharia mbili zimeibuka hapa. Ya kwanza, Hana huenda alikuwa miongoni mwa waumini wa dini zinazopinga dawa za kisasa na kuelekea hospitalini. Itikadi hizi, mfano Church of God nchini Kenya, ni za kawaida. Waumini wake huamini kuwa wagonjwa hawapasi kupelekwa hospitalini bali kuombewa tu hadi wapone. Huenda Hana, licha ya kuwa msomi wa masuala ya utabibu, aligeuka mhanga wa msimamo huu mkali uliomshawishi kuacha uhalisia na kuambatana na imani hiyo. Nadharia ya pili ni kwamba Hana alikuwa akikumbwa na matatizo ya akili. Ushahidi wa hali yake ya kifedha, ikiwemo ugumu wa kulipa deni la nyumba, pamoja na ujumbe alioandika mnamo tarehe 13 Septemba mwaka wa 2019 uliodhihirisha msongo wa mawazo, unadokeza kuwa alikuwa akipitia hali ngumu sana. Kifo cha ghafla cha mtoto wake huenda pia kilimpeleka pabaya zaidi kisaikolojia, kikamnyima uwezo wa kushikilia uhalisia. Katika nyakati kama hizo, mtu huweza kupoteza mwelekeo na kuanza kutafuta njia za kukimbia ukweli unaoumiza. Lakini hata hivyo, huenda hatutawahi kujua ni nini hasa kilichojiri. Iwapo mtu wa karibu yako anapitia msongo wa mawazo, jambo muhimu ni kumsihi atafute msaada wa kitabibu kabla hali haijazidi. Sijui nisemeje, ila kuwa makini, linda afya yako ya akili na zidi kufuatilia kazi zetu. Jina langu Sheban Yusuf.